Naomba niwaeleze kitu kimoja. Mimi niko interested na my own community, my own Muslim community. And that is why I'm advocating for them. I don't care about other tribes. I don't care about other people when it comes to this issue. Wachani niwaambie lugha moja ambayo hamuielewi. Hii story ya kustiri watu tukitumia dini inabidi iondoke. Kuna Muislamu na kuna Uislamu. Muislamu ni mwanadamu ambaye ana mapungufu kama mimi. Muislamu ni dini ya Allah ambaye mlindaji ni Allah. Hii tabia ya kustiri binadamu ambao wanaitwa Waislamu katika dini ya Allah, ati sisi Waislamu tustiriane, hakuna kustiriana safari. Watu mliomripoti ule imamu, na nitakwenda kufanya research ya administrator wa Lamu. Kulikwendaje mpaka akafikishwa mahakamani, akaambiwa ana kesi ya kulawiti, alafu akaja ikazimwa chini kwa chini na watu wa county. My friend, hiyo ya Lamu niko nayo sambamba. And I'm telling you, no matter how long it takes, sheria ni sheria, itachukua mkondo wake. Either this government and another government. But I tell you, I'm going to bring the matter openly vile kulikwenda. Sasa wataona wamejisahau. Lakini nitachunguza na nitajua siku nitakayoipasua. Bora nisimpate guilty. Bora tu nisione kuna njia ambao tunaweza ipeleka kwa sheria kotini na ikafanya kazi. Saa hizi anaweza kuwa yuko na watu katika government ambao wanamsaidia. Wacha tuache wa cool down. Lakini huyo administrator wa Lamu, we are not leaving him. Lazima tutakwenda tuangalie kesi ilitolewa vipi, what was the charges, kuliendaje, what was the evidence, na ilitolewa kotini ikitumiwa which article. Tumeelewana? Watu mlomripoti ule imamu, hivyo ndo tunafaa kufanya. Kitu kingine tunataka kuambia, wacheni kujitetea na makabila za watu. Wacheni kujitetea na Wajaluo, mkijitetea na Wabara, mkisema Wabara pia ni Wasenge. Miaka ya kuja, hiyo miaka 1980s, 70s, 60s, hakukuwa na Wabara Wasenge. LGBTQ ilipokuja ndio inaambia watu, wewe si ni Msenge, jitokeze ujioneshane, ufanye kitu acha kufanya siri. Kwetu huku mwambao wa pwani, ushoga huko tangu wakati wa mababu zetu. Muona pale Kisauni kuanzia Bondeni mpaka huko kote, zile nyumba za Kisao zote simwaziona ama muzijui. Kisao alikuwa ni Mgiriama. Lakini alipokuwa iwajua iwataka kuiuza Simtu, mbona hakwenda Giriama akaenda kaiuza? Alikuja wapi? Mahali kuna market. Kwenye market ni wapi? Bondeni. Kuwauzia kina nani? Wenyewe mwajijua. Kwa hivyo when you are called out as a community, jueni tumechoka kuangalia hii tabia. Mumezidi kufichana ndani ya nyumba. Na mwache kusema ati yote tunaenda kumwekea Batuli kesi, sijui ataoneshana ni watu gani. Tukisema leo tunaingia Mwandoni, tutoke hapo tuingie Old Town, tupitie Kingorani, Mferejini, huko kote my friend, door to door, mutaona watoto wa watu. Watoto wa mjomba na shangazi wameharibiwa, watoto wa maami wameharibiana, wanafichana huko ndani kwa ndani. Hiyo tabia mnatuharibia jamii. Kama nyinyi mnajijua mwataka kufanya ushoga na usenge, tokeni pia nyinyi barabarani, msimame kama Wakisii, msimame kama Wajaluo, Wabaluya, Wakikuyu, simameni pia nyinyi. Ya nini unafanya kitu na nistarehe unajificha ficha? Fanya ulimwengu ukuone, tujue wewe uko upande wa ibilisi. Ndio kifa tujue tutakutilia dua gani ama tutii dua kabisa. Upo. Sasa mambo ya kufichana hakuna. Wacheni kujitetea na Wabara. Miaka ya 60 hapa mlimona Mbara hapa akifanya usenge. Waswahili tu. Amu kumeoza. Lamu kumeoza. Na nikisema sio wote, lakini asilimia kubwa hizi families ziko huko ndani ya manyumba mnatuharibia watoto. Na mimi hili jambo silinyamazia, hata mkanitukana, mkanipeleka kotini, hata mkaniona barabarani mkanitupia mavi. Ukweli nitawaambia, kwa sababu it comes a point where we need to tell each other the truth, no matter which ethnics, regardless of our ethnics, regardless of our religion, regardless of the respect we have between us. And that respect we have between us, that is what makes us talk like the way it is. Nyinyi mnasema hivi, mkienda katika viongozi wa huko bara, kwa kina Natembea mliona kama kuna Msenge, familia yao kuna Msenge hata mmoja. Nendeni katika hao magavana wa Kitale wapi, katika familia yao kuna Wasenge. Huko kuna MP ambao ni mashoga. Lakini hapa kwetu Coast Region wako.
Hii tabia kushinda mkitumatuma vichuuzi mkiwaambia wataje ni wakubwa gani, wataje ni kina nani, nendeni kwenye zile nyumba ziko pale Kanamai. Wanawatuma hao wanawake waje hapa watengeze content, wenyewe ni masupplier ya wanasupplier waheshimiwa na watoto. Ni nani ambaye ajui Mombasa kama kuna masupplier wanawake wanasupplier politician na wasichana wetu, watoto wetu wa kiume? Ni nani ajui? Wako Kingorani, mmoja yuko huyo, ndo huyo yuko Kingorani, sijui ni Mvita. Allah amempa mtihani saizi, anatembea kijikunyia. Amekaa miaka yake yote akiuza watoto wa watu. Wallahi hapa ni hesabu. Saizi anka kama nchanganyikiwa, nshikwa na baridi yabisi huyo mama. Iwajikojolea, iwajinyia, sio mchezo. Wacheni hivi mnavokatwa vidole vya miguu, mtakatwa mpaka wapi kama mtubii. Kumuona mtoto wa mtu amepoteza njia, badala umadvise wewe ndio mwanzo, kwa sababu wataka kukaa maisha ukae ukila. Utaki kufanya kazi, wataka pesa za wakubwa, unabeba watoto watu ukiwauzia. Unabeba watoto watu ukiwauzia. Wallahi kesho kwa Allah kuna dhima, acheni kujizima data. Yule mtoto wa watu aliharibikia Mwandoni, aliharibiwa na ule mwanamke wa Chuda. Mimi nikimwangalia yule msichana wa Kitaita, roho inaniuma. Inaniuma. We cannot normalize women running brothel for the politician and the most elite people, and we normalize that tuseme ati tuastiriana. Hakuna kustiriana safari. Na mnaweza niona Batuli nimenyamaza. Hivyo mumeanza kupiga nyuki, mnanijua nikicheza. Huyo mwanamke wa Chuda mwenyewe ananijua. When I stand, I stand. Na there will come a time I will stand. Maybe sahi uko na watu wako so powerful, but it will come a time we work like the way government works. Ushaiona rais akiwa prosecuted akiwa kwa kiti, mpaka atoke kwenye kiti ndio they go for him. We will come for you inshallah. If you don't, uwezi rudisha tabia zako nyuma, my friend, we will come for you. And that is a promise I promise you, because justice has to be done. Kwa hivyo historia ya kusema unaharibia Waswahili, unaharibia Waarabu jina, sijui unaharibia. One thing I'm going to tell you guys, whoever you think mko na hizi tabia, mumeacha dini, ninio tradition yenu, this sodomization, ushoga, ugawadi, usengerui, it is a culture in this community. We cannot allow this culture of yours to supersede the religion. It is a culture. Na ndio maana mtoto wa shangazi akilala na mtoto wa mjomba, nyinyi hamuoni kama ni aibu? Mwastiriana huko ndani, watu walalana tu. Mwastiriana huko ndani kwa ndani. Mumefika mahali mpaka saa hizi ino karne tuko, mnajua sheria ambazo ziko Kenya ni sheria zingine. Mnakwenda mnachukua watoto wa miaka 15. Watoto wadogo. Na ni sote sisi katika hii dini ya Kiislamu tuko wengi. Tusidanganyane. Unaoza vipi mtoto wa Kiislamu miaka 15, 16? Na kuna mashekh, maimamu, they are conducting this kind of marriages. While you know, in the country where we are, we don't follow Islamic law. Na unakutana kuna mashekhe wetu, ndio hao wanaoitanga mashekhe ukwaji. Wewe unakaa chini vipi unafunga ndoa ya mtoto wa miaka 15? Mtoto ambaye hajajielewa, unafunga vipi ndoa kama hiyo? Sasa saizi hakuna tena kustiriana. Mukisikia tu kwa jirani kuna shekhe ambaye hajielewi, kuna imamu. Manake siku hizi wakikaa wao mvitambi, ndio nawaambia mkiona mtu ana kitambi is corrupt more than they can get. Because kitambi ndio mwanzo wa mabaya yote. Mkiona kuna imamu next door anafungisha mtoto mdogo nikaa, pigia Batuli simu iko namba iko kwa bio. Hata kama utaki kujulikana kama ni wewe, nivurutie waya, nitasolve hiyo story na kitaeleweka. Hakuna kustiriana tena kwa Uislamu sahihi. Ukiona mahali kuna mtoto wa shangazi wamelawiti mtoto, defilement imefanyika na bado wanastiri, kuna ushoga unaendelea, watoto watu wakiletwa pale wakifanyiwa ushoga, mwasema mwastiriana ni Waislamu, nivurutie waya, namba iko katika bio. Napatikana mchana na usiku. Alafu ukae kando uone tukifungia leso, muone msondo ngoma. Safaria tuogopi mtu, hatustiri watu katika dini. Ushoga, usenge, wacheni. That culture, wacheni. Inaharibu jamii zetu, inaharibu watoto wetu. Tunawaambia wazi na hatuwaogopi wala nini, na hatuna msamaha wa kuomba. Mpo. Kwa hivyo kama unataka kelele, kapigia machungu kule.
tabia zilizoanza na mababu zenu na mamanya zenu, baadhi yenu wacheni, mnatuharibia jamii na muache kusingizia LGBTQ for everything. Before LGBTQ mlikuwa hapa na usenge, misufi mikavu wapi? Wacheni hizo tabia.